Je, mnafahamu ya kuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyo sahihi anatuambia ya kuwa lau nyinyi msingelikosea basi Allah angelikuondoeni duniani na angeliwaleta wale watakaomkosea. Maajabu sio maajabu? Wale ambao watamkosea lakini baada ya kukosea wanafanya nini? Wanarejea kwake haraka. Kwa hiyo hakuna mtakatifu hapa na hakuna mwenye isma aliyekingwa na makosa hapa. Tusidanganyane, kila mtu ana makosa yake, ana mapungufu yake na majanga yake, na laiti Mola wetu asingelikuwa anatusitiri tungelikimbiana jamani. Walidhalik, kipi sasa kifanyike pindi tunapokosea? Turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa niwachomekee swali moja la kimataifa, swali la kimataifa. Wacha Mungu wanaweza kukosea, wanaweza kubugi, wanaweza kutereza hadi kufikia kufanya machafu? Na kuulizeni, amjanisikia, je, wacha Mungu wanaweza kukosea, wanaweza kubugi, wanaweza kutereza hadi kufikia wacha Mungu na wao wakafanya machafu? Wanaosema ndio mkono juu. Alafu tunarudi kwa wale wanaosema hilo haliwezekani. Waangalieni waliosema ndio ndio hao Haya, nyie mnaosema hilo haliwezekani bwana, madama ni mcha Mungu bwana hawezi kufanya machafu, mkono juu. Watatu. Tuiulize Qur'ani, wacha Mungu wanaweza kubugi, wanaweza kutereza, wanaweza kufanya hata machafu? Suratu Ali Imran, sura ya 3. Naanza na aya ya juu. Allah anasema, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, nendeni mbio katika kutafuta msamaha wa Mola wenu mlezi. La kwanza hilo. Na nendeni mbio katika kutafuta pepo. Aya hii inahimiza twende mbio kutafuta mambo mangapi? Mambo mangapi? La kwanza, msamaha wa Mola wetu mlezi. La pili, kutafuta pepo. Kisha Allah akaieleza hiyo pepo ukubwa wake, akasema, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, na nendeni mbio mukaitafute pepo ambayo upana wake sawa na mbingu na ardhi. Angalieni ukubwa wa pepo, upana wake tu sawa na mbingu na ardhi. Pepo hiyo imeandaliwa kwa ajili ya nani ya Rabbi? Uiddat lilmuttaqin, pepo hiyo imeandaliwa kwa ajili ya, malizia, kwa ajili ya wacha Mungu. Wacha Mungu ni wepi ya Rabbi? Sikiliza sifa zao. Sifa ya kwanza, hisabu, alladhina
yunfiquna fi sarrai wadh-dharra. Sifa yao ya kwanza wacha Mungu ni wale ambao wanatoa mali zao pindi wanapokuwa na furaha au wanapokuwa na huzuni. Wanatoa mali zao katika kusapoti dini ya Allah, kufanya khairati mbalimbali pale wanapokuwa wapo kwenye mudi na pale ambapo hawapo kwenye mudi. Wanatoa mali zao pindi wanapokuwa wana furaha au pindi wanapokuwa wapo katika matatizo. Waislamu wa zama hizi wakitoa sana, wanatoa wakati gani? Semeni ukweli. Pale ambapo mtu anajisikia na furaha, leo nimeamka na furaha bwana, hata chochote unaweza kuniomba. Hata huko makazini kwa mabosi wa Kiislamu, kwa taarifa yenu, vijana wakimwona bosi tu bana, jamaa leo asomeki, leo ipo nyota yake haisomeki, leo hayupo kwenye mudi, kila mtu anamkimbia. Lakini siku akiingia na salimia watu wote na furaha, vijana wanajipanga, mwenye kuomba mkopo anapeleka ombi la kuomba mkopo, mwenye kupiga kirungu anapiga kirungu, bosi leo yuko vizuri. Sasa hizo sio sifa za mcha Mungu. Sifa za mcha Mungu, akiwa ana furaha anasapoti dini, anafanya kheri. Anapokuwa hana furaha pia anasapoti dini na anafanya kheri. We jambo dogo tu, TRA wamekuletea bilioni 20 faini, unapigwa, huna raha. Bosi, kuna barua hapa ya mayatima, chakula chao shilingi milioni 2, peleka huko, sitaki kuona habari hizo mimi. Laiti ungelikuwa unajitambua, ungetoa hizo milioni 2, milioni 2, 3, ukawalisha hao mayatima, kisha ukasubiria maajabu ya Allah atakavyofungua huko TRA. Hivi wakati gani tunapaswa tutoe? Pale tunapokuwa tuna furaha au pale ambapo tuna dhiki? Pale ambapo tuna dhiki, tuna tafash, tuna stress za nafsi, ndio tunatakiwa tutoe sana ili Allah afanyeje? Ayaondoe. Lakini sisi hapana bwana. Kwa hiyo sifa yao ya kwanza ni wale wanaotoa mali zao pindi wanapokuwa katika furaha au wanapokuwa katika huzuni. Sifa za wacha Mungu. Sifa inayofuata, walkadhimina alghayz. Sifa yao ya pili au ya tatu ni wale wenye kuzuia ghadhabu zao na hasira zao. Wacha Mungu wanaweza kukasirika, hawawezi kukasirika. Wanaweza kughadhibika, hawawezi kughadhibika. Wanaweza. Tofauti ya wacha Mungu na wasiokuwa wacha Mungu, wacha Mungu watakapopatwa na hasira au ghadhabu wanajizuia, hawafanyi ya hovyo. Ukimkuta mtu kakasirika, anatoa tusi la mama, anamuta mwenzie punda, anatukana tusi la baba, anatukana watu wote, nyie wote ni mbwa, familia yenu imelaaniwa, sio mcha Mungu. Kashindwa kuzuia nini? Hasira yake. Sifa ya 4, walafina nas. Sifa ya 4 ya wacha Mungu ni wale ambao pindi watu wanapowakosea wao wanakuwa wepesi wa kuwasamehe. Ami ngoma sisamehi, jeneza langu usiliguse hata nikifa, tusijuane mpaka kiyama, mimi na wewe forever. Ngoma imetoka. So sifa za wacha Mungu. Sifa za wacha Mungu, wakikosewa wanasamehe. Wallahu yuhibbul muhsinin, na Allah siku zote anawapenda watendao mema. Sasa aya inayofuata inathibitisha kwamba wacha Mungu wanaweza kubugi, wanaweza kuteleza, wanaweza kufanya hata maovu na machafu.
Qur'ani hiyo, usije ukastuka. Rajabu yuko wapi hapo? Tafuta ya Al-Imran aya namba ngapi hiyo? Waenda kufanya research. 100 na ngapi? 20 na kitu, 30 na kitu. 134 ndio wasari'u, sio? Hiyo aya inayothibitisha kwamba wacha Mungu wanaweza kuteleza wakafanya hadi machafu inasemaje? 100 sura ya 3 Al-Imran aya nambari 134. Nenda kaisome. Allah anasema walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Nairudia, walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah, walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah. Na wacha Mungu ni wapi? Ni wale ambao pindi watakapofanya machafu au wakadhulumu nafsi zao. Maana yake wanaweza kubugi, hawezi kubugi? Wanaweza. Lakini sasa tofauti baina ya Mungu na wasiokuwa wacha Mungu. Maana msije mkajipa hope, kumbe hiyo imo hiyo. Tulia kwanza, usimalize furaha yako, utakutana na nondo. Allah kamaliza mambo yote hapa leo. Akasema na miongoni mwa sifa za wacha Mungu na ni wale ambao pindi watakapoteleza wakafanya machafu au wakadhulumu nafsi zao, wanafanyaje? La kwanza lipokee hilo, dhakarullah, wakishafanya hayo machafu au wakateleza au wakadhulumu nafsi zao, cha kwanza kinachowajia ni kumkumbuka Allah kwamba mimi leo nimemudhi Mola wangu, nimevunja agano, nimevunja amri, niliendea lile kubwa lilonikataza mimi leo, na yote alionifanyia, neema zote alizonipa ya afya njema, viungo kamili, mimi leo anaisuta nafsi yake. Ama yule kimona safi sana, leo nimeenjoy, nimekula bata leo nimeua mwanangu leo. Huyo sio mcha Mungu, huyo sio mcha Mungu. Kishki TV, nuru ya dini yako.